Wote tumekuwa mashahidi hapa wa mwenendo wa siasa za nchi zetu, especially wakati huu nchi ya Tanzania tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na katika namna ambayo tumeona vijana wazalendo tusikae nyuma, ni namna ambavyo tumeanza kuona uchokozi usio na sababu kutoka kwa baadhi ya watu, nitumie jina la watu wala sio viongozi, kutoka nchi jirani ya Kenya. Hawa wamepata majibu yao, lakini tukasema tusikae kimya. Majibu ya kwanza wameyapata huko Kenya, na tuseme tu kwa marafiki zetu vijana wazalendo wa Kenya, tunawashukuru wakiongozwa na kiongozi wao mzee wetu Musalia Mudavadi, kwa namna ambavyo wametoa matamko ya moja kwa moja kuhusu haki na mwenendo wa kisheria wa kila nchi pale ilipo. Atakayeingilia mambo ya nchi nyingine atashughulikiwa na mamlaka za nchi husika kadiri inavyotakiwa. Kwa hiyo tumesikia sauti za vijana wenzetu wazalendo wa Kenya, lakini mzee wetu Musalia Mudavadi tunamshukuru kwa kutoa mwongozo, na kwa nafasi yake anapoongea tunajua mzee ameongea, lakini zaidi ya yote kiongozi ameongea. Tumepokea salamu nyingi sana kutoka kwa vijana wazalendo wa nchini Kenya, wakitueleza namna ambavyo hao wanaojiita wanaharakati walikuwa ni watu waliosababisha mauaji nchini Kenya mwaka 2007 wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya, ambao kimsingi ilikuwa wazi upande fulani ulishinda kwa haki, lakini mama huyu na wenzake na niwe wazi tu, mama Martha Karua alikuwa mmoja wa watu ambao mpaka leo vijana wazalendo wa Kenya wanamlalamikia kwa vitendo vyake alivyovifanya vya kubatilisha matokeo, lakini ya kuweza kusababisha mauaji ya marafiki zetu, vijana wenzetu wa Kikenya. Hatuwezi kumchekea pale tunapoona anavuka mipaka, anakuja kwa lengo lile lile la 2007 alilolifanya kule Kenya. Kwa nafasi hii, kwanza tunavipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ya Tanzania, na hili ndio lilikuwa lengo letu la kuona ni kwa namna gani wazalendo wa nchi hii tunapaza sauti kuilinda, lakini na kupongeza jitihada kubwa zinazofanywa na serikali yetu. Na huu sio mwisho, ndio kwanza tumeanza. Chochote mtakachokifanya, ukikanyaga ukitoa mguu tunaweka mguu. Hatuwezi kukubali nchi yetu iingie kwenye machafuko. Ama baada ya kusema hayo, tushirikiane kulinda amani yetu. Sio kazi ya jeshi la polisi peke yake. Sisi wote, nyinyi wanahabari, sisi raia wa kawaida na vyombo vingine, kila mmoja, kila Mtanzania ni jukumu lake kuhakikisha Tanzania panakuwa mahali salama pa kuishi. Ama baada ya kusema hatudanganyiki, 2025 tutashiriki uchaguzi mkuu. Inshallah Mungu atatupa kula za kutosha kabisa kwa rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Asanteni sana ndugu wanahabari. Ujumbe ambao tulikuwa tumewaandalia ni huo. Nadhani ujumbe huu ni wa moja kwa moja, hauna haja ya kupita huku wala kule. Tunaomba na sisi kwenu muwasilishe kama ulivyo. Kimsingi hatuoni nafasi ya kusema hapa kunahitajika maswali ujaziwe. Umejitosheleza. Ni ujumbe unaokwenda kwa watu fulani uwafikie. Lakini kama tulivyowaambia, zaidi ya yote, siku si nyingi vijana wazalendo wa nchi nzima watatoa matamko kule waliko, kwenye mikoa waliopo, kama ni kwenye wilaya kote watatoa matamko hayo, na ninyi wanahabari ndio mtakao peperusha habari hizo kwa jamii yetu nzima.